hatua ya kwanza ama njia ya kwanza ni kutumia kitunguu saumu moja kwa moja kwa njia ya kumeza. Njia ya moja kwa moja, msikilizaji, ya kutumia kitunguu saumu ni kumeza punje zake baada ya kuzimenya. Njia hii ni rahisi na ni moja ya mbinu bora za kutumia kitunguu saumu kwa faida ya mwili mzima. Vifaa unavyohitaji ni punje 2 hadi 3 za kitunguu saumu safi kila siku. Maji unayomezea nayo ama maji unayotumia hapa ni maji ya vuguvugu, ama ukipata maziwa itakuwa bora zaidi. Hatua za kufanya: kwanza kabisa, chukua punje 2 hadi 3 za kitunguu saumu safi, zimenye maganda yake kwa uangalifu. Utasaga zile punje kidogo na uzimeze zikiwa nzima. Kulingana na uwezo wako wa kuhimili ladha ya kitunguu saumu, utakunywa maji ya vuguvugu, msikilizaji, au maziwa baada ya kumeza ili kupunguza ile ladha na harufu ya kitunguu saumu. Alafu baadaye utarudia mchakato huu mara moja kila siku kwa muda wa takriban wiki 2 hadi 3 bila kuruka. Jinsi hii inavyosaidia, inasaidia vipi? Kitunguu saumu hufanya kazi ya kusafisha mishipa ya damu, kupunguza mafuta mabaya mwilini na kuongeza ule mzunguko wa damu, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya uume, kwa sababu mzunguko mzuri wa damu kwenye eneo hili husaidia sana kuimarisha tishu na kuchangia ukuaji wa asili wa uume. Matumizi ya mara kwa mara yanaweza kusaidia kuona mabadiliko baada ya muda fulani. Njia nyingine ni kutumia mchanganyiko wa kitunguu saumu na asali. Mchanganyiko wa kitunguu saumu na asali ni moja ya tiba za asili zinazojulikana kwa uwezo wake wa kuongeza nguvu za kiume na kuboresha afya ya uzazi. Asali ikiwa na virutubisho vyake vya sukari asilia huongeza ufanisi wa kitunguu saumu. Na vifaa hapo utakavyohitaji ni punje 4 hadi 5 za kitunguu saumu safi, vijiko 2 vya asali mbichi, kinu au blender. Na hatua za kufanya: utashambua zile punje zako, utazisaga punje za vitunguu saumu kwa kutumia kinu ama blender ili upate ule uzito. Hapa tunatafuta ile consistency ya paste. Sawa, utatumia blender ama kinu. Muhimu hapa upate ile paste ya kitunguu saumu. Lakini pia utachanganya huo mchanganyiko wa kitunguu saumu na vijiko 2 vya asali safi. Hakikisha mchanganyiko unakuwa vizuri. Tumia kijiko kimoja cha mchanganyiko huu kila asubuhi na jioni, na unaweza pia kunywa na maji ya vuguvugu. Unaweza kuhifadhi, manake punje 4 hadi 5 za kitunguu saumu ni nyingi sana. Kwa hivyo utakavyotumia labda ni kijiko kimoja utakula. Sawa? Itakachobakia, mchanganyiko utakaobakia unaweza kuhifadhi kwenye chombo kisafi chenye mfuniko. Sawa? Alafu unahakikisha unaweka mahali ambapo ni pakavu. Njia hii inasaidia vipi? Hii njia, msikilizaji, inasaidia kwa sababu kitunguu saumu huongeza mzunguko wa damu na kuimarisha mishipa, na asali kwa upande wake ikiwa chanzo kizuri cha nishati inayohitajika kwenye mwili. Kwa hivyo mchanganyiko huo kwa pamoja inachangia kwa kiasi kikubwa afya bora ya uzazi wa kiume na inasaidia kuongeza uume kwa njia ya asili. Njia nyingine ni kutumia mafuta ya zaituni na kitunguu saumu kwa njia ya uoshaji wa nje.
Njia ya moja kwa moja ya kuboresha mzunguko wa damu kwenye eneo la uume ni kwa kutumia kitunguu saumu kwa njia ya kupaka mchanganyiko wake kwenye ngozi. Mafuta ya zeituni yanajulikana sana kwa uwezo wake wa kupenya kwenye ngozi na kusaidia katika uboreshaji wa afya ya mishipa. Vifaa unavyohitaji hapa msikilizaji ni punje 3 za kitunguu saumu, vijiko 2 vya mafuta ya zeituni na kitambara kisafi. Hatua za kufanya: kwanza unasaga punje za kitunguu saumu ili kupata ule uzito. Alafu utachanganya hiyo paste. Baada ya kusaga hivyo vitunguu saumu, utachanganya na vijiko 2 vya mafuta ya zeituni. Utakoroga hadi mchanganyiko uwe mzuri na uwe umeingiliana sawa. Alafu utapaka taratibu mchanganyiko huu msikilizaji kwenye ngozi ya uume kwa takriban dakika 5 hadi 10. Alafu unafanya masaji nyepesi. Kuna tofauti ya kujifanyia masaji msikilizaji na kujipiga punyeto. Hapa unapaka mchanganyiko kwenye uume taratibu. Yaani ni kama vile unajipaka mafuta. Sawa? Alafu una massage polepole kwa takriban dakika 5 hadi 10. Alafu baada ya kujipaka utaacha huo mchanganyiko mafuta ya zeituni na mchanganyiko wa kitunguu saumu kwa takriban dakika 10 ili mchanganyiko huo uweze kupenya vizuri. Kisha baadaye utasafisha ama utaosha uume wako ulio na mchanganyiko kwa maji ya vuguvugu. Maji hapa ni ya vuguvugu, sio maji ya moto. Sasa wewe tumia maji ya moto utoke ngozi useme mashibebi, hapana. Maji ya vuguvugu, lukewarm. Yale maji ambayo hata mtoto mchanga, mtoto mdogo anaweza kuogea. So utarudia huo mchakato kila siku kwa muda wa takriban wiki 2 mfululizo. Sawa Na utakuwa unajiuliza hivi, hii inasaidia vipi? Alisini inayopatikana kwenye kitunguu saumu msikilizaji ina uwezo wa kusaidia kuongeza mtiririko wa damu kwenye eneo la uume. Na mafuta ya zeituni nayo husaidia kuharakisha upenyaji wa virutubisho kwenye ngozi. Alafu mwisho wa siku inaboresha ukuaji wa tishu kwa njia ya asili. Njia nyingine ni kutumia mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi. Tangawizi na kitunguu saumu ina uwezo mkubwa wa kuboresha mzunguko wa damu na kuimarisha nguvu za mwili. Na mchanganyiko wa viungo msikilizaji, hivi viwili, kitunguu saumu na tangawizi, ni suluhisho bora kwa wanaume wanaotaka kuboresha afya ya uzazi. Vifaa vinavyohitajika hapa ni hizo punje 2 hadi 3 za kitunguu saumu, kijiko 1 cha tangawizi iliyosagwa, vikombe 2 vya maji yaliyo masafi. Hatua za kufanya: kwanza utasaga kitunguu saumu na tangawizi hadi zilainike. Utachemsha mchanganyiko huu kwenye vikombe 2 vya maji kwa dakika 10. Kitu kinachohitajika hapa ni maji. Kwa hivyo utachuja ule mchanganyiko na kunywa maji kama chai japo mara 1 kwa siku. Utaendelea na utaratibu huu kwa takriban ya wiki 2 hadi 3. Na jinsi hii inavyosaidia msikilizaji, tangawizi na kitunguu saumu vinaungana kuongeza ufanisi wa mtiririko wa damu mwilini. Alright? Jambo ambalo linaimarisha sana ukuaji wa uume kwa njia ya asili.